Amkeni jamani, Lissu anaachiwa kabla mwezi wa 5. Hello. Lissu anaachiwa kabla mwezi wa 5. Mbea. Hello. Jamani, Lissu anaachiwa. Na mtazamaji wangu wa habari kubwa zinazozidi kutikisa siasa nchini, kumekuwa na taarifa zinazozidi kusambazwa kuhusiana na hatma ya mwanasiasa maarufu mwenyekiti mkuu wa chama Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu. Hatma yake inaweza kuamuliwa na Mheshimiwa Tundu Lissu kuachiwa huru kabla ya mwezi wa 5. Je, ni ukweli au ni tetesi tu? Kama nilivyoweza kutanguliza kipande hicho cha video, umeweza kumsikiliza mwanaharakati huyo akiweka hadharani kwamba uhuru wake Mheshimiwa Tundu Lissu haupo mbali. Ila mtazamaji wangu, itakuwa ni jambo jema iwapo ni mara ya kwanza kupatana na video zetu, uweze kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Mtazamaji wangu, kwa mujibu wa taarifa zinazozidi kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii, ni baadhi ya vyanzo vya kisiasa ya kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu ataweza kuachiwa kweli mwezi huu wa 4 ama mapema mwezi wa 5. Ila katika mitandao hiyo ya kijamii, ni baadhi ya vyanzo vya kisiasa, kumekuwa na mjadala mkubwa kuhusu Mheshimiwa Tundu Lissu na hali yake, pia mustakabali wake wa kisiasa na kisheria. Je, uhuru wake Mheshimiwa Tundu Lissu utaweza kuwa uhuru wa aina gani kutokana na kesi zinazozidi kumkabidhi, kesi ya uhaini ambayo iliweza kudaiwa kwamba ni vita vya kisiasa kati ya chama pinzani, chama cha Chadema na chama cha CCM. Hata hivyo, mtazamaji wangu, hadi sasa hakuna udhibitisho rasmi kutokana na mamlaka yoyote ile kuhusu tarehe na uamuzi wa kuachiliwa huru kwake Mheshimiwa Tundu Lissu mwezi huu wa 5, bali wachambuzi wa siasa wanazidi kusema na kuchapisha taarifa ya kwamba uwezekano mkubwa upo wa Mheshimiwa Tundu Lissu kuachiwa huru kutokana na siku ya jana Rais wa Malawi Lazarus Chakwera kupatana na Mheshimiwa Tundu Lissu gerezani na kuwa na mazungumzo ya moja kwa moja, jambo ambalo linazidi kuweka uwezekano mkubwa Mheshimiwa Tundu Lissu aweze kuachiwa huru, jambo ambalo limeweza kuleta furaha kubwa kwa wanachama wa chama Chadema pamoja na idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania. Pia uhuru wa chama kikuu Chadema kurejea kikamilifu kwa siasa za mwaka 2026 kuendelea baada ya kupigwa marufuku katika siasa za mwaka 2025. Hii hapa inazidi kuonyesha uwezekano mkubwa wa Mheshimiwa Tundu Lissu aweze kuwa huru, aweze kurudi na kuchukua usukani kuendeleza chama Chadema katika mwelekeo ambao angependa yeye, na ushirikiano wa viongozi kama Mheshimiwa John Heche ambaye ameweza kucheza nafasi kubwa kushikililia nafasi yake Mheshimiwa Tundu Lissu takriban mwaka mmoja baada ya kukamatwa mapema mwaka 2025. Na mtazamaji wangu, kwa kweli imekuwa ni jambo kubwa ambalo limeweza kutokea kufurahisha mamilioni ya Watanzania baada ya habari hii ya Mheshimiwa Tundu Lissu kuachiwa mapema hata kabla ya mwezi wa 5 kukamilika, ama mapema mwezi huu mapema mwezi wa 4 kukamilika, ama mapema mwezi wa 5 kuanza, Mheshimiwa Tundu Lissu ataweza kuwa huru. Ila kuna baadhi ya mambo ambayo ningependa tuweze kuyazungumzia ama tuweze kuyafuatilia. Je, uhuru wake Mheshimiwa Tundu Lissu kipindi na wakati ambapo utaweza kutangazwa, Mheshimiwa Tundu Lissu moja kwa moja ataendelea kuwa kiongozi wa upinzani kupinzana na chama tawala cha CCM kinachozidi kuongozwa naye Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Pia masuala tata yanayozidi kushuhudiwa katika Jamhuri ya Tanzania hivi sasa, kiongozi Mheshimiwa Tundu Lissu baada ya uhuru wake atakuwa ndiye kiongozi ambaye ataweza kuchangia pakubwa kwa marekebisho hayo yaweze kufanyika, sio kwa manufaa ya viongozi walioko madarakani, ila kwa manufaa ya wananchi wa Tanzania. Sote tunafahamu Mheshimiwa Tundu Lissu ni kiongozi wa aina gani, hasa kutokana na baadhi ya mambo ambayo alikuwa akiyapigania yaweze kufanyiwa marekebisho hata kabla ya kukamatwa kwake.
Mtazamaji wangu, hii hapa inaonyesha wazi jinsi gani ambavyo kutakuwa na mwamko mpya wa kisiasa katika Jamhuri ya Tanzania, ikionyesha wazi kwamba uongozi ulioko madarakani utakuwa na kipindi ambapo ni kigumu kwao kuongoza taifa jinsi ambavyo watakuwa wakitaka. Kwa uhuru wake Mheshimiwa Tundu Lissu, lazima viongozi walioko madarakani wataweza kuwajibika kutokana na upinzani na ubabe wa kisiasa ambao wataweza kupewa na Mheshimiwa Tundu Lissu na ushirikiano wa chama huru, chama Chadema hivi sasa, jambo ambalo litaweza kurejesha tabasamu kubwa kwa mamilioni ya wafuasi wa chama Chadema ambao hawakuweza kufurahishwa na maamuzi yaliyoweza kufanyika kwa chama hicho na hata kiongozi mkuu wa chama hicho. Ila kuna baadhi ya mambo pia tungependa tuweze kuyazungumzia. Je, Mheshimiwa Tundu Lissu huenda akaweza kutangaza msimamo wake wa kisiasa? Je, ataendelea na siasa za nchini Tanzania? Kuna uwezekano mkubwa kuendelea na siasa nchini Tanzania. Kwanza kabisa, tunafahamu jukumu lake katika chama Chadema. Pia, Mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kuweka hadharani kwamba familia zote zilizoweza kupoteza upendo wao ama kuathirika katika maandamano yaliyoweza kupita, moja kwa moja ataweza kutafuta mawakili ambao wataweza kusimama na familia hizo ili kushinikiza uongozi ulioko madarakani uweze kuwajibika kutoa haki kwa wote walioweza kuathirika, pia wote walioweza kuhusika katika vitendo hivyo waweze kukamatwa mara moja. Na mabadiliko aliyokuwa akipendekeza pakubwa Mheshimiwa Tundu Lissu huenda tukaweza kushuhudia akifanyiwa mpango katika wakati huu baada ya uhuru wake. Kwanza kabisa, kuna viongozi kama Mheshimiwa Humphrey Polepole ambao wanaonekana kupinga na kukosoa uongozi ulioko madarakani kwa kutoweka kwao ambapo hakujulikani hadi leo hii. Huenda tukashuhudia Mheshimiwa Tundu Lissu kufanya bidii zote ili kiongozi kama Mheshimiwa Humphrey Polepole aweze kupatikana kwa mara nyingine, kujumuika yeye pamoja na jamii na watu wake wa kifamilia ambao wamekuwa na kipindi kigumu, sawia na mashabiki wake Mheshimiwa Humphrey Polepole katika mitandao ya kijamii kuendelea kuulizia kuhusiana na uwepo wa kiongozi wao. Pia, mtazamaji wangu, kuna baadhi ya mambo ambayo Mheshimiwa Tundu Lissu ataweza kuagiza yaweze kufanywa na uongozi ulioko madarakani. Ila kabla tuweze kuendelea, mtazamaji wangu, itakuwa ni jambo jema kwa hapo uweze kutochia maoni yako katika uwanja wa comment section kuhusiana na uhuru wake Mheshimiwa Tundu Lissu kabla ya mwezi huu wa 5 ama mapema kuanza kwa mwezi wa 5. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.